لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kuhudhuria ibada ya salati al-Jum'a. Inshallah tutakabalie ibada hii na zingine zote, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Ahibati fillah, katika Jum'a lililopita tulikuwa na mada ya nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, na tukaazimia iwe ni silsila ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuendelea, na tukaahidi kuwa katika Jum'a hii tutakuja kuzungumzia mlango wa nyumba ya bwana mtume, atabatud dar ama atabatul bab, mlango wa nyumba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ili na sisi tuangalie milango yetu iko vipi, ama kwa wale ambao kwamba bado hawajapata milango wajue ni njia ipi wataichukua katika kuchagua milango. Tusema lau mtume sallallahu alayhi wasallama atakuwa ni mgeni wako aje akutembelee, je, ataridhika na wewe, hali yako, mfumo wa maisha ambayo kwamba unaishi, watoto wako walioko nyumbani, ahli yako, haya yatamridhisha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama? Hilo ndo latakikana limshughulishe kila mmoja katika sisi. Ukirudi katika Hilyatul Awliya, katika vitabu vikubwa vya hadithi kilichotungwa na al-Imam Abu Nuaim al-Asfahani, akitaja maneno ya Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, sahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na mwanafunzi wake akijulikana kama Ar-Rabi' ibn Khaytham al-Thawri, katika mabwana wakubwa wa salaf, ni tabi'i katika daraja za juu. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akimwambia, lau raaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallama la ahabbak. Amwambia Rabi', lau mtume angekuona angekupenda. Lau mtume sallallahu alayhi wasallama, ni vile mtume ashafariki hukupata wewe kuonana naye, lakini lau raaka Rasulullah, lau mtume sallallahu alayhi wasallama angekuona la ahabbak, angekupenda. Haya ni maneno ambayo kwamba yatakana yaandikwe kwa wino wa dhahabu, na kila mmoja ayaweke mbele ya macho yake, bali ukiweza kuyabandika katika sehemu ambayo kwamba utakuwa unayaona kila baada ya muda, ili yakukumbushe maana mazito yaliyoko ndani, ili ukiyasoma ujiulize, na mimi ni kama Rabi',
Kefu mtumi na mimi akiniona atanipenda, naishi katika sunna yake. Vipi mfumo wangu wa maisha unamridhisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama? Lau raaka Rasulullah, lau mtume sallallahu alayhi wasallam atakuona, atakupenda? Hili ni swali ambalo kwamba kila mmoja atakikana ajiulize katika sisi. Tumeashiria kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Sayyiduna Musa na nduguye Sayyiduna Harun, waj'alu buyutakum qibla, mujalie muyafanye majumba yenu yawe ni qibla. Na tukaeleza maana ya qibla, na tukasema na ili sisi majumba yetu yawe ni qibla, mpaka turudi tuangalie nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ndio kiigizo chetu, ndio mwalimu wetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa hivyo lazima turudi tuiangalie nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi, ili na mimi na wewe tuishi kimtume sallallahu alaihi wasallam tupate kufaulu. Katika Al-Qur'an Al-Karim kuna sura nzima inajulikana kama suratul Hujurat, sura ya viumba. Kwa zungumziwa hujurat za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hili linatosha kukupa picha nyumba kama hizi zilikuwa ni tukufu kiasi gani, nyumba za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kuwa na sura kamili nzima ndani ya Qur'ani kwa jina la viumba vya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, mtume ni bora kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Wa azwajuhu ummahatu, na wake za mtume ni mama wa waumini. Hapa ndipo tunapotaka kusimama leo katika atabatud dar. Mwisho wa khutba iliyopita tulitaja hadithi ambayo kwamba iko katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam alipokwenda kumtembelea mwanawe Sayyiduna Ismail na akawa tayari ashaoa, akifika anamuuliza mke wake, kaifa halukum, vipi hali yenu? Anamwambia fi sharri hal, tuko katika hali iliyokuwa mbaya zaidi. Vipi maisha yenu? Maisha ya dhiki, maisha ya shida. Haya ndio majibu aliyopata Sayyiduna Ibrahim kutoka kwa mke wa mwanawe. Chakula chenu cha shida, katika baadhi ya riwaya tunakula tende na maji tu. Yani ni mwanamke ama mke ambaye kwamba ni mwenye kukithirisha kushtaki, ni malawama tu yeye, haridhiki kabisa wala hana kanaa. Na walikuwa wako katika hali ambayo kwamba ni nzuri, sivyo anavyozungumzia ama sio ile anayozungumzia. Sayyiduna Ibrahim akamwambia, akirudi Ismail msalimie na umwambie ghayyir atabata babik, badilisha mlango wa nyumba yako. Anaambiwa abadilishe ataba ya mlango. Ataba ni kile kibaraza kinakuwa karibu na mlango. Mwambie abadilishe ataba ya mlango wake. Hajui mwanamke risala iliyoko. Sayyiduna Ismail akirudi nyumbani, kaannahu anasa shay'a, kana kwamba amehisi kuna kitu. Hajaambiwa kama kuna mgeni amekuja, lakini ameingia katika nyumba, ameona hali si ya kawaida. Kwa sababu mtu mwema anapotembelea sehemu, athari inabaki katika sehemu kama ile. Kefi ikiwa mwema mwenyewe ni mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu, amehisi hali si ya kawaida. Anamwambia, je, kuna mgeni ametutembelea leo? Naam, kuna mzee fulani amekuja kututembelea. Akitoa awsaf, Saidina Ismail akajua ni babake. Amekupa salamu zozote? Naam, ameniambia nibadilishe mlango ama ataba ya mlango wako. Akamwambia, huyo ni babangu, nabii wa Mwenyezi Mungu Saidina Ibrahim, na hapo ananiamrisha nikuache, rudi kwenu. Baada muda Sayyiduna Ibrahim anarudi tena, Sayyiduna Ismail ashaoa mke mwingine. Vipi hali yenu? Alhamdulillah, anamshukuru Mwenyezi Mungu, hali mzuri. Chakula chenu tunakula nyama na maziwa
na hali ya mara ya pili ilikuwa ni nzito kuliko ya mwanzo, lakini angalia namna anavyoshukuru, namna alivyoridhika na kile alichopewa na Mwenyezi Mungu, namna alivyokuwa na qanaa. Sayyiduna Ibrahim akafurahi, akamwambia Ismail akirudi mpe salamu, umwambie thabbit atabata babik, thibitishe, iache ataba ya mlango wako, ambaye kwamba ni ishara ya kuwa asimwache abakie naye. Ukirudi kuangalia shurah wanasema nini, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mwenye Fathul Bari, kitabu maarufu zaidi katika vitabu vilosherehesha sahihi al-Imam al-Bukhari, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, maneno haya ataba ni kinaya ya mke ambaye kwamba ni mwema, yani kinaya ya mke. Kwa hivyo alipoambiwa muondoe, alipoambiwa muache, ilikuwa anakusudiwa mke aliyoko katika ile nyumba. Kwa hivyo atabatul bab ama atabatud dar, anayekusudiwa katika hadithi kama hii ni mke, lakini vile vile kinyume chake, kwa kuwa kisa kimekuja ni upande wa mke kwa mume, lakini vile vile atabatud dar anaweza kuwa ni mume na atabatul bab anaweza kuwa ni mume, na kinachokusudiwa ni husnul ikhtiyari, uzuri wa kuchagua. Wewe kama mwanamume, nani utakayemchagua awe mke wako, na yule mwanamke naye nani atakayemchagua awe mume wake. Hapa ndipo mara nyingi tunafeli, na ndio maana majumba yanavunjika, talaka kila siku zinaongezeka. Mlango wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama kama alivyotaja al-Imam al-Miqrizi katika kitabu chake Imta'ul Asma', asema Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposa wanawake 30. Katika hao Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaoa 15 katika 30. Aliwaoa 15, alokutana nao ni 11. Katika hao wanne wengine ambao kwamba hakukutana nao, kuna wale ambao kwamba amewataliki kabla kuwaingilia, na kuna wale ambao kwamba walikufa kabla kuingilia. Sharaf binti Khalifa Al-Kalbi, huyu ni katika wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kwamba walifariki kabla Mtume kukutana naye. Ni ndugu yake Sayyiduna Dihya ibn Khalifa Al-Kalbi katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye kwamba Sayyiduna Jibril alikuwa akija kwa shakli ya binadamu afanana na Dihya. Sharaf alipopewa habari ya kuwa ndoa imepita, umekuwa ni mke wa Mtume, kutokamana na wingi wa furaha alikufa. Lakini vile vile kuna bintul Jun, hadithi yake iko katika sahihi al-Imam al-Bukhari. Huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya nikaha akiingia kwake anamwambia a'udhu billahi mink. Mke amwambia Mtume, najikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na wewe. Mtume akaona hafai kuwa katika nyumba ya utumi. Nyumba utumi ni nyumba nzito kutoka sharia ndani. Kwa hivyo huyu akili yake haifai kuwa hapa katika hii nyumba. Akamwambia alhiqi bi ahlik, rudi kwenu, ufai. Kwa hivyo wale ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikutana nao kaishi nao ni wake 11. Kuna wawili walifariki katika uhai wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Sayyida Khadija bint Khuwailid na Sayyida Zainab bint Khuzaima. Hawa walifariki kiwa Mtume yupo hai. Kwa hivyo kabaki 9 katika 11. Mtume amefariki, 9 wote wako hai. Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kwanza aliyemoa ni Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha, na ameishi naye miaka 25, na baadhi ya maulama wanasema ni miaka 28. Tukirudi tukiangalia ataba, mlango wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili tupate masomo, tuangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wake gani ambao kwamba amewaoa na walikuwa na sifa zipi, kwa sababu walikuwa wanatofautiana. Kila mmoja ana personality yake, ana shakhsia yake.
kila mmoja anatoka katika background tofauti na mwenzake. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukizingatia milango ya nyumba zake, tutakuwa ni wenye kupata masomo makubwa, na ni aibu. Kisha ni aibu, tena aibu kubwa, mtu awe hajui chochote kuhusu mama zake. Hivi Mwenyezi Mungu atuambie, wa azwajuhu ummahatuhum, wake za mtume ni mama zao waumini. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas asema wa huwa abul lahum, na yeye mtume ni baba yao. Yani ikiwa wake za mtume ni mama zetu, mtume atakuwa nani? Ni baba yetu. Sasa kuna mtu asiyemjua mamake? Hivi kuna mtu asiyemjua mamake? Tujiulize, mimi na wewe, nini nasibu yetu katika kuwatambua na kuwajua mama zetu, wake za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Je, tunajua majina yao? Je, tunajua akhlaqi zao? Je, tunajua habari zao? Je, tunajua maisha yao yalivyokuwa, namna walivyokuwa wakiishi? Yote haya tunayatambua. Sasa ikiwa hatuyatambui, tutajiiga vipi na nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Hawakuwa wanawake wa kawaida. Ya nisaa an-nabii lastunna ka ahadin minan nisaa, anatuambia Mwenyezi Mungu, enyi wake za mtume, hamuko sawa na wanawake wengine, nyinyi daraja yenu ni ya juu zaidi. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa kuwa yeye ni kiigizo chetu, na ili mimi na wewe tusikose mfumo katika kuoa kwetu, katika kuassist na kujenga nyumba ya ndoa, tusiseme kuwa tumekosa namna ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallama, ndo ikapatikana siri adhimu katika mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa na wake wengi. Katika walioandika kwenye jambo hili na kwa uhodari ni mwanachuoni mmoja anaitwa Tantawi Jauhar, katika maulama wakubwa wa zama zetu za mwisho. Ana tafsiri yake Jawahir, tafsiri kisayansi, tofauti kabisa na tafsiri hizi tulozoea, tafsiri kimaajabu kabisa. Huyu bwana ana kitabu chake kinaitwa As-Sirrul Ajib fi Ta'addudi Zawjati al-Habib, siri ya kimaajabu katika mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa na mke zaidi ya mmoja. Mara nyingi ulimwengu wa kimagharibi ambao kwamba unampiga vita mtume na kupiga vita Uislamu, nukta kubwa ama katika nukta kubwa ambazo kwamba wanapenda kuzishika kumchafua nayo mtume ni nukta hii. Anakuambia mtume alikuwa ni rajul shahwani, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni wa matamanio, penda kuoa, apenda wanawake. Mtume hakuwapenda wanawake, mtume amependekezewa wanawake. Ametuambia mwenyewe katika hadithi yake, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Hakusema uhibbu, asema hubbiba ilayya, nimependekezewa. Sio kutoka kwake, nimependekezewa katika dunia yenu matatu: at-tibu wan-nisaa wa ju'ilat qurratu aini fi as-salah. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili atupe sisi masomo, ili tupate namna ya kujiiga naye bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikaa na mke mmoja kwa miaka 25 mpaka 28. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anakaa na mke mmoja ana wa kumuiga ama ana cha kuiga kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya hapo Mtume aliadid, akawa na mke zaidi ya mmoja. Kwa yule mwenye mke zaidi ya mmoja anao pia nafasi ya kuiga kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vipi ataamiliana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa mke ambaye kwamba ni mkubwa wake kiumri. Sayyidatuna Khadija alikuwa anamzidi kwa miaka 25 katika baadhi ya riwayat. Yani ile inayotaja idadi ndogo miaka 15, riwaya inayotaja idadi kubwa miaka 25. Kwa hivyo alikuwa anamzidi mtume kwa miaka. Kuna wale ambao kwamba walikuwa ni marika na yeye kama Sayyidatuna Sauda. Kuna wale walikuwa wadogo kama Sayyidatuna Aisha. Ili asije mtu akasema aibu kuoa mke mkubwa wangu ama aibu kuoa mke mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa sampuli zote, a'mar zote, miaka tofauti. Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alioa mke tajiri, alioa na vile mke fakiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa mke mfanyibiashara. Mtume alioa mke wa kukaa nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
alioa mke mpana mkubwa kama Sayyidatuna Sauda, na vile vile alioa mke mdogo mfupi kama Sayyidatuna Safia. Mtume sallallahu alaihi wasallama alioa mabinti wa marafiki zake Sayyiduna Abu Bakr na Sayyiduna Umar, akamoa Aisha, Sayyidatuna Aisha binti Abi Bakr na Sayyidatuna Hafsa binti Umar. Kama vile ameoa mabinti wa marafiki zake, Mtume vile vile ameoa mabinti wa maadui zake, akamoa Sayyidatuna Maimuna binti al-Harith na Sayyidatuna Safia binti Huyay. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameoa wenye kuzaa na ameoa matasa ambao kwamba hawazai. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameoa wake ambao kwamba tayari wana watoto kwa waume wengine. Sayyidatuna Khadija alikuwa tayari ana watoto watatu, na katika baadhi ya riwaya alikuwa na watoto watano, Hind. Na ameoa vile vile wake ambao kwamba hawakuwa na watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa bikra, ameoa thayyib mke mkuu, ameoa mutallaka aliyeachwa, ameoa armala aliyefiliwa na mke, anafiliwa na mumewe. Yani sampuli zote hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa mke na dadake. Taban wa antajma'u baina al-ukhtayn, kujumuisha kati ya madada wawili ni haramu kama tulivyoambiwa katika Qur'ani. Huwezi kumuoa mtu na dadake katika kipindi kimoja, lakini umemuoa mmoja amefariki, je, waruhusiwa kumuoa dadake? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mama wa waumini Sayyidatuna Zainab binti Khuzaima. Alipofariki Sayyidatuna Zainab akamuoa Sayyidatuna Maimuna binti al-Harith ambaye kwamba ni dadake. Na pengine mtu atashangaa, vipi Zainab binti Khuzaima na Maimuna binti al-Harith majina tofauti? Khuzaima na Harith wawe ndugu, walikuwa ni ndugu kwa mama, baba tofauti, lakini mama yao ni mmoja. Kwa hivyo amemoa, alipofariki akamoa dadake. Angalia picha zote katika kuoa wazipata kwa Mtume. Kwa hivyo leo umeoa, amefariki ukamoa dadake, Mtume hilo alilifanya. Leo umeoa bikra, Mtume amelifanya. Umeoa thaib, umeoa mutallaka, umeoa armala, umeoa mwenye watoto, umeoa sio na watoto, kila sampuli katika na kila njia katika njia za kuoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayari ashatangulia katika kulifanya. Kwa hivyo ili asije mtu akasema sikupata njia ya kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo kupatikana siri hii ya kimaajabu katika Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na mke zaidi ya moja. Kwa hivyo hawa ndio milango ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam katika nyumba yake iliyokuwa ni tukufu. Tuje tujiulize mimi na wewe ndugu yangu, vipi milango yetu sisi ikoje? Milango kama hii ilikuwa ni milango yenye kupigiwa mfano, na kila mmoja alikuwa na shakhsia yake tofauti. Leo mimi na wewe nini malengo yetu katika kuoa? Je, tunarudi kuzisoma nyumba za Mtume, tukawajua mama zetu ummahatul mu'minin wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tupate kuchagua mfano wao? Ni shakhsia ipi, personality ipi katika wake za Mtume itakuathiri ili utafute mke anayefanana naye? Je, unaathirika na Sayyidatuna Aisha ambaye kwamba ni nisful ilm, alikuwa ni nusu ya elimu, ili baadaye utafute mke ambaye kwamba naye amesoma? Je, unaathirika na Sayyidatuna Hafsa ambaye kwamba alikuwa ni sawama qawama, mwenye kufunga sana na mwenye kusimama usiku sana, ili baadaye utafute mke ambaye kwamba atakuwa ni abida, mwenye kufanya ibada kwa wingi? Je, umeathirika na shakhsia Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha ambaye kwamba alikuwa ni mfanyabiashara, ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kujituma, ili na wewe utafute mke sampuli hiyo? Je, umeathirika na shakhsia na personality ya Sayyidatuna Zainab binti Jahsh ambaye kwamba amejulikana kama ummul fuqara wal masakin, mama wa mafukara na maskini? Alikuwa akitengeza vitu vya ngozi akiviuza akiwasaidia maskini, ili na wewe uje utafute mke ambaye kwamba apenda kusaidia mafukara na maskini. Nani ambaye kwamba utaathirika naye ili upate kujiiga? Pengine hatuzijui kabisa personalities zao. Mmoja tunajua huyo anajulikana, Sayyidatuna Khadija. Kila mmoja utasikia mtafutie mke shekhe kama Sayyidatuna Khadija, na tafuta mke kama Sayyidatuna Khadija. Na wallahi tumemdhulumu Sayyida Khadija kwa sababu tunamwangalia kwa upande mmoja tu.
Hakuna mtu atakwambia nitafutie mke ama natafuta mke kama Saida Khadija isipokuwa tafuta hela. Yani mwenye pesa atakwambia bana, ima mfanye biashara ama merithi, ana mali, nitafutie mke kama Bi Khadija. Kwani Bi Khadija alikuwa upande huo tu? Bi Khadija alikuwa akijulikana kama at-tahira, aliyekuwa msafi, ambaye kwamba hajawahi kufanya haramu hata siku moja, hajawahi kuzini, na ameishi katika jamii ya kijahilia. Sayyidatuna Khadija nyumba yake ndio ilikuwa nyumba karibu zaidi na Al-Kaaba katika mji wa Makka. Sayyidatuna Khadija akijulikana kama sayyidatu nisa'i Quraish, ndio bibi wa wanawake wa Quraishi. Sifa zote hizo na zingine huzitafuti, watafuta ile tu. Kwa hivyo vipi akiwa ni milionea lakini hana dini na akhlaqi? Takwambia hana neno, tutamfundisha. Kwa hivyo hata katika kuijua personality ya Sayyidatuna Khadija tumeijua kiroborobo ama kibaadhi. Tuna haja turudi tusome nyumba za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwajue mama zetu, tujue akhlaqi zetu, ili na sisi tupate kuchagua mfano wao pindi tunapotaka kuingia katika ndoa, ili tujue namna gani tutaamiliana nao. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam muamala wake na wake zake haukuwa sawa, kila mmoja anampeleka na ile personality yake ilivyo sallallahu alaihi wasallam. Sasa utajiiga vipi na yeye Mtume kama hujaingia katika nyumba yake ukasoma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Sasa tujiulize, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, leo tunapokuja kuoa tuna nia zipi tunaziweka? Malengo yetu katika kuoa, nia za kuasis na kuweka misingi ya nyumba ya ndoa ni ipi? Mwingine atakwambia nataka kujihifadhi bana, unajua damu moto ya chemka. Kwa hivyo una lengo la kinafsi, ni ghariza, matamanio, hawa yako ndani mwako, ataka kuyatoa. Nia iko chini sana hiyo. Mwingine akwambia nataka kuhifadhi jina langu, kesho nikifariki kuna kijana ama kuna mtoto atakayebeba jina langu. Sababu ya kiakili, lakini bado uko chini. Mwingine atakwambia nimempenda, huyu nataka kumwoa, nimempenda, nimevutiwa na yeye. Sababu ya kimoyo, ya kwanza kinafsi, ya pili ya kiakili, ya tatu ya kimoyo. Sio kuwa ni mbaya, zote sababu ni nzuri, lakini kustick ama kukaa kwenye moja peke yake, hapo ndo penye shida. Iwe wewe utaoa hamu yako ni kukidhi haja yako ya kimwili peke yake, ama wewe utaoa kwa sababu upate atakayebeba jina lako, ama wewe utaoa kwa sababu unampenda bila kuzingatia mengine. Huyu unampenda vipi? Ana akhlaqi? Huyu unampenda ana dini? Je, unalizingatia hilo? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa pande zote ametuhusia dini, akatuambia idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Akiwajilieni nyinyi yule ambaye kwamba mnaridhia dini yake na tabia zake, fazawwijuhu, muozesheni. Sisi tunalifuata hilo. Hii hadi haya mafunzo ya Mtume tunayafuata. Leo atakuja mtu hana dini, hana akhlaqi, lakini kwa sababu ana cheo, ana mali, ataozeshwa. Shekhe, vipi unamtupa binti yako kwa mtu ambaye kwamba ni fasik? Atakwambia Mwenyezi Mungu atamuongoza. Lakini akija yule ambaye kwamba hana uwezo, husemi Mwenyezi Mungu atamruzuku. Vile vile upande wa mke, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tunkahul mar'atu li arba. Mwanamke huolewa kwa mambo manne: lijamaliha, uzuri wake, walimaliha, na mali yake, walihasabiha au nasabia, kwa nasaba yake, walidiniha, na kwa dini yake. Vote vitatu vya mwanzo havina thamani ikiwa kitakosekana hichi. Fadhfar bidhati dini taribat yadak, chagua mwenye dini. Kwa hivyo mwisho tunabaki kwenye nini? Kwenye dini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea mfumo, ametuwekea namna katika kuchagua, katika malengo ya kuasis na kuweka nyumba ya ndoa. Naam, kwa takikana an-nasl al-adami ibakie, kizazi cha binadamu kibakie, na hilo haliwezi kupatikana kwa njia sawa isipokuwa kwa ndoa. Lakini
hapo hapo uwe na nia ya kuwa Mwenyezi Mungu aniruzuku ambaye kwamba atanikumbuka kwa dua baada ya kufariki, au waladin salihin yad'u lahu, kama alivyotuambia Mtume. Hapo hapo unuie kuwa Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam apate kujifakhiri siku ya Kiyama. Mwenyezi Mtume anatuambia tanakahu takthuru, waneni mutakuwa wengi, fa inni mubahim bikumul umama yawmal qiyama, na katika riwaya fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama, mimi nitajifakhiri na nyinyi mbele ya umma mwingine siku ya Kiyama. Kwa hivyo zote hizi ni nawaya unaziweka ili kizazi kiendelee cha kibinadamu, ili Mtume ajifakhiri na sisi, ili nipate mtu ambaye kwamba ataniombea baada ya mimi kufariki. Yote haya yapatikane, sio mtu ambaye kwamba atabeba jina lako peke yake. Kuna wengi wanabeba majina lakini hawana maana hata kidogo katika huu ulimwengu. Kuna wengi ambao kwamba wanabeba majina, na ndio maana hata katika tanakahu takthuru, kathra, wingi, ukiwa wingi ule hauna maana hauhesabiki. Wingi unaokusudiwa ni wingi wa quality, sio wingi wa quantity. Uzae watoto 10 kisha 9 majambazi, wana maana gani? Ni wengi kiidadi, ni wengi kimaana, wana athari katika mchango katika jamii. Hao ndio wanaotakikana. Tanakahu takthuru. Lakini na vile vile liwepo lengo ambalo kwamba ni la al-ilfa, utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alama zake ni kuwa amewaumbia kutokamana na nafsi zenu azwaja, washirika wa maisha. Yani mume ameumbiwa mke na mke ameumbiwa mume. Kwa lipi? Litaskunu ilaiha, ili mupate sakina, ili mupate utulivu. Unakwenda kuoa ili upate utulivu katika nyumba ile ya ndoa, na mke anakwenda kuolewa ili apate utulivu katika nyumba ya ndoa. Lakini ikiwa nyumba ya ndoa ile itageuka kuwa ni mahakama, kesi haziishi, kila siku haki zangu, wajibati hizi hunifanyii, itakuwa lengo halijapatikana. Litaskunu ilaiha, Mwenyezi Mungu akatuambia waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia mawadda na rahma kati yenu. Lakini vile vile katika malengo ya ndoa ni kukidhi shahwa ya mwili. Hilo hatuwezi kulikimbia kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ndio sababu ya kupatikana kuendelea kwa kizazi cha kibinadamu. Lakini kosa utakapolifanya hilo ama utakapoifanya hiyo ndo sababu pekee na ndo lengo lako kuu katika kuoa. Kwa hivyo tuwe makini. Turudi tusome nyumba za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie kuchagua kwake kwa milango ya nyumba. Tuangalie namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na malengo yapi katika kuoa kwake, ili na sisi tumuige. Ni yapi ameyafundisha katika ahadithi zake, kwa sababu kuchagua mlango wa nyumba ni moja katika karari zilokuwa nzito katika huu ulimwengu na katika maisha ya dunia. Katika maamuzi makubwa ambayo kwamba anayechukua mwanadamu katika huu ulimwengu ni uamuzi wa kuchagua mshirika wa maisha. Sawa ni mke kuchagua mume ama mume kuchagua mke, kwa sababu unamchagua yule ambaye kwamba atakuwa mshirika wako wa maisha, atakayekuwa ubavu wako ama nusu yako ya pili, atakayekuwa mama watoto wako, bali atakayekuwa mke wako peponi. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Mwenyezi Mungu atuambia ingieni peponi nyinyi na wake zenu, sio peke yenu. Kwa hivyo unamchagua yule ambaye kwamba unakwenda kuingia naye peponi. Ikiwa mtaka Sayyidatuna Khadija ni lengo zuri, lakini lisibaki kwenye pesa peke yake. Mtafute Sayyidatuna Khadija, lakini na wewe, sisi tunajisahau mara nyingi sisi watu wataka upande wa pili tu. Wewe unaitamani kupata mke kama Sayyida Khadija, kwanza wewe uwe kama Mtume. Wewe unaitamani kupata mke kama Sayyidatuna Fatima, kwanza wewe uwe kama Sayyiduna Ali. Sisi lakini tunajisahau hapa, kwa sababu sakafu ya matarajio yetu yanakuwa ni makubwa. Nimalizie khutba yangu kwa kisa cha Abu Aziza. Kuna bwana mmoja shekhe anaitwa Abu Aziza. Abu Aziza alikuwa ni shekhe maarufu. Amekuja kwake mtu ataka mke. Shekhe, nitafutie mke. Angalia listi ya sifa ambayo kwamba ameipanga.
sema ba'atha mru'un li abi azizata marratan birisalatin yubki wa yudhiku ma biha fiha yaqulu uridu minka sabiyatan hasna'a ma'rufun ladaykum asluha wa afifatan wa halimatan wa karimatan ورزينة في عقلها قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وأريد منها أن تكون ذات مال وافر فتعطيه من بعد النكاح لبعلها وأريد أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها. قال sifa karibu 100 zimpangwa. Nataka mke ambaye kwamba ni mwenye kujihifadhi, nataka mke ambaye kwamba mwenye akili, amesoma, mwenye zote hizo, na nataka awe na pesa, baada ya nikaha ampe mume wake. Yana mimi niwe yuo ATM huyo, hao mke. Baada sifa zote zile, Abu Aziz akamjibu akamwambia, wafa kitabuka sayyidi faqara'tuhu wa araftu hatika almatalibi kullaha law kuntu aqdiru an ara man tashtahi talaqtu azizatin wa akhadtuha. Amwambia hayo masharti unayotaka kwa mke nimeyapata yote, lakini lau ningeweza kupata mke mwenye sifa hizo nisingekupa wewe, ningempa talaka Aziza nikamuoa mimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi, atengeze majumba yetu, ajalie ni wenye kuchagua milango mizuri iliyokuwa salima, sio iliyovunjika. Silsila yetu bado inaendelea, bado tuko na nyumba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuendelee kujifundisha ili tupate kuzitengeza nyumba zetu kama nyumba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wiki ijayo, Mungu akitupa umri na afya, tutakuja kuona ghurfatun nabii, chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masomo mengi ambayo kwamba tunayapata kutoka katika chumba chake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.